Alafu kama ukijua kitanda inakuanga ya mwanaume, kitanda ikuangi ya mwanamke. Eh? Yaani vitu zote zinaweza kuwa za mwanamke kwa nyumba yako, lakini ujue kitanda wewe mwanaume ndio inafaa usimamishe kitanda vizuri. Usiposimamisha kitanda vizuri, wewe sio mwanaume. Kitanda ya mwanaume haifai kutingika tingika ovyo ovyo, haifai kulielia ovyo ovyo. Kitanda huwa ni ya mwanaume. Wewe sasa jichanganye kitanda yako ilegee. Tutakusikia kwa jirani unasumbua ukuta. Unagonga ukuta, kitanda inatingika tingika. Kitanda mwanaume simamisha kitanda vizuri ndio kazi iwe sawa. Kitanda ni mwanaume anafaa ajue pale kitakaa, ni mwanaume anafaa kujua pale vile kitanda itasimama vizuri. Kama inatingika, mwanaume ndiye anafaa atengeneze kitanda kisitingike tingike. Mwanamke atengeneze kitanda. Mwanamke atengeneze kitanda, nakwambia mzee, mwanamke atengeneze kitanda. Mwanaume ndio upanga kitanda, na mwanaume usimamisha kitanda sawa sawa. Usiwahi kudanganywa ati mwanamke anasimamisha kitanda, ati mwanamke anapanga kitanda. Mwanamke apangi kitanda. Kila kitu chenye kiko kwa nyumba kinaweza kuwa cha mwanamke, lakini isipokuwa kitanda. Mwanamke anaweza simamisha kila kitu kwa nyumba, asimamishe kila kitu, everything. Lakini kitanda, ikifika kwa kitanda, mwanaume ndiye inafaa ujue venye kitanda chako kitasimama. Wewe mwanaume ndiye inafaa ujue venye kitanda kitakuwa strong. Ndio ukianza shughuli tusisikie kitanda kigonga ukuta.